Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wanafunzi, ndugu watazamaji, wafuatiliaji wa kitabu chetu hichi Taallam al-Arabiyyata wa anta fi sighari, natumai mumeamka salama usalimini. Allah atuongezee afya na uvumilivu na ufuatiliaji wa hizi darsa, na tuongezee ufahamu, kwani kutafuta elimu lazima upitie changamoto mbalimbali na ujilazimishe ndo ipate hii elimu. Ndugu zangu wanafunzi, tunaendelea katika kipengele cha pili katika kitabu chetu hichi, jifunze Kiarabu ukiwa bado ni mdogo. Juzi tuliishia katika upande wa dhamiri na tumeona hiyo migawanyiko ya dhamiri kuwa imegawanyika namna tatu, kama tulivyosema kuwa kuna dhamirul mutakallim, dhamairul mutakallim, dhamairul mukhatabi na dhamairul ghaib, na tukachorewa sura yake hizo dhamiri katika jadwal ambao tumeliona tukiainishiwa ni zipi dhamiri za mzungumzaji na zipi dhamiri za mwenye kuhutubiwa au mwenye kuambiwa, na zipi dhamiri za mtu asiyekuwepo au aliobaidi. Leo tukiukiana kwa tutakuja kuzichambua matumizi yake, hizi dhamiri zinatumika kivipi. Kwa hiyo tutawaza na leo katika kipengele hichi dhamairul mutakallim, dhamiri za mzungumzaji. Dhamairul mutakallim, dhamairul mutakallimi, dhamiri za mzungumzaji. Tuliziona kule ziko mbili, kama mnavyoziona hapo ziko mbili. Kwa hiyo tutawaza moja kwa moja, na kuna dhamiri ya mzungumzaji ni ana, kwa maana mimi. Kwa hiyo tunakwambiwa ana lilmufradi almudhakkari walmufradati almuannathati. Hii ana hutumika kwa mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Yani ana matumizi yake inatumika kwa mwanamume mmoja, kwa hiyo mwanamume mmoja ndo anaweza kuitumia wakati yeye ni mzungumzaji, lakini pia inatumika kwa mwanamke mmoja. Kwa hiyo hii inatumika hivyo tu. Kwa hiyo kuwa tujue kumbe ana inatumika kwa mwanamume mmoja na kwa mwanamke mmoja. Mithlu, mfano, ana talibun, mimi ni mwanafunzi, lakini ni mwanafunzi wa kiume. Kama tulivyoona kuwa inatumika kwa mwanamume mmoja, sasa ndo amesema hapa ana talibun, mimi ni mwanafunzi, lakini mwanafunzi hapa talibu hii ni mwanafunzi wa kiume. Lakini ana talibatun, mimi ni mwanafunzi wa kike. Ana talibatun, mimi ni mwanafunzi wa kike. Kwa hiyo matumizi yake ndo tulivyoona hapa. Na akaja mfano mwingine, ana muhasibun, mimi ni muhasibu. Ana muhasibun, mimi ni muhasibu. Lakini akaja, lakini hii muhasibu ya hapa ni muhasibu wa kiume. Lakini akaja huku ana muhasibatun, mimi ni muhasibu, lakini muhasibu wa kike. Hadha almithal. Kwa hiyo tumeona kwamba mtuzi ametuwekea mifano wazi, zikawa unajitungia katika dhamiri ya mzungumzaji ya ana, vipi utaweza kujitungia sentence. Kwa hiyo akatuwekea sentence hizo katika hali
ya kike na hali ya kiume, lakini hali ya umoja. Lakini kuna dhamiri nyingine ya mzungumzaji ni nahnu. Ni nahnu. Ni nahnu. Nahnu maana yake ni sisi. Inafanya kazi vipi au inatumika vipi? Lilmuthanna almudhakkari, inatumika kwa wanaume wawili. Yani nahnu unaweza kuitumia kwa wanaume wawili, walmuthanna almuannathati, na wanawake wawili, wajam mudhakkari, na wingi wa wanaume, wajam muannathati, na wingi wa wanawake. Kwa hiyo hii ina mapito kama manne. Unaweza kuitumia hii nahnu lilmuthanna almudhakkar, yani kwa wanaume wawili unaweza kuitumia, lakini pia inatumika lilmuthanna almuannathati, kwa wanawake wawili hutumika kwa wanawake wawili, wa jamaa almudhakkari, na wingi wa wanaume, wa jamaa muannathati, na wingi wa wanawake. Kwa hiyo hutumika hivyo. Mithlu, mfano, nahnu talibani, sisi ni wanafunzi wawili lakini wanaume. Sisi ni wanafunzi wawili wanaume. Lakini mfano wa pili, nahnu talibatani, sisi ni wanafunzi wawili wa kike. Sisi ni wanafunzi wawili wa kike. Lakini mfano mwingine wa jamu almudhakkari, wingi wa wanaume, nahnu almuallimuna, sisi ni walimu. Nahnu almuallimuna, sisi ni walimu, kwa maana walimu wengi. Lakini kuna mfano mwingine, nahnu muallimatu, sisi ni walimu wa kike lakini ni wengi. Sisi ni walimu wa kike, lakini hao walimu wa kike wana sifa ya wingi kwa sababu ni jamu almuannathati, ni wingi wa wanawake lakini wingi wa kweli kweli. Kwa hiyo nahnu ndo tulivyoiona hapo inatumika au hutumika kwa wingi au kwa uwili wa wanaume au kwa uwili wa wanawake, au inaweza kutumika kwa wingi wa wanaume na kwa wingi wa wanawake. Vyote unaweza kupita katika mapito hayo. Kwa hiyo msanifu akaona aweke atadribatu. Haya ni mazoezi maalumu ambayo anayaweka hapa ili kufanyia kazi haya tuliyoyasoma. Kwa hiyo tadribul awwal, zoezi namba 1, dha dhamira munasiban likulli jumlati, uweke dhamiri munasiba zenye kwenda mnasaba kwa kila sentence. Yani uweke dhamiri yenye kwenda mnasaba au dhamiri munasiba, dhamiri mnasaba kwa kila sentence. Kuna sentence zimewekwa lakini kwa kutumia zile dhamairul mutakallim, dhamirul mutakallim, dhamairul mutakallim, na ziko ni mbili. Kwa hiyo uweke dhamiri ambazo zinakwenda mnasaba katika kila sentence, na dhamiri ametowekea katika kausaini, mabano mawili. Kuna ana, mimi, na kuna nahnu, sisi. Kwa hiyo sentence ya kwanza ameacha dash, tilmidhatu mujtahidatu. Kwa hiyo hapa katika tulikosoma kule
ndo tunatakiwa kufanyia kazi hili zoezi hili. Kwa hiyo kwa hapa kama tulivyosoma kule, tunatakiwa kuangalia hii sentensi iko katika hali gani, hali ya umoja, hali ya wingi, au hali ipi? Na je, iko hali ya umoja, iko katika hali ya uke au kiume? Tunatakiwa kueleza. Lakini hapa ndo tunaona atilmidhatu mujtahidatu. Hii kwa macho ya kawaida inaonyesha ni katika sentensi ambayo inaonyesha hali ya umoja, lakini upande wa kike. Kwa hiyo tutachagua dhamiri hapa, tutaiangalia ambayo inatumika. Kwa hiyo kuna ana, tutaweka ana tilmidhatu mujtahidatu, mimi ni mwanafunzi wa kike mwenye kujitahidi. Mimi ni mwanafunzi wa kike mwenye kujitahidi. Panapo deshi hapo tutaweka ana, hatutoweka nahnu. Sawa? Kutokana na ibara iliyo mbele hatutoweza kuweka nahnu. Kwa hiyo tutaweka ana tilmidhatu mujtahidatu. Lakini sentensi ya pili mbele kuna usratun sa'idatun, usratun sa'idatun, usratun sa'idatun. Kwa hiyo tutaangalia, je, hii sentensi imekaaje, katika hali gani, imekuja katika hali gani? Kwa hiyo hapa moja kwa moja tutaweka nahnu usratun sa'idatun, nahnu usratun sa'idatun, nahnu usratun sa'idatun. Kwa hiyo sisi familia yetu ni yenye furaha, sisi familia yetu ni yenye furaha, sisi familia yetu ni yenye furaha. Lakini kuna deshi namba 3 hapa, ameweka deshi uhibbu abi wa ummi, uhibbu abi wa ummi. Kwa hiyo utaweka ana uhibbu abi wa ummi, mimi nampenda baba yangu na mama yangu, mimi nampenda baba yangu na mama yangu. Lakini kuna sentensi nambari 4, sentensi nambari 4 ambayo imeachwa dash, dash nal'abu fi nadi. Kwa hiyo hapa moja kwa moja tutaweka nahnu nal'abu fi nadi, sisi tunacheza katika klabu, sisi tunacheza katika klabu, sisi tunacheza katika klabu. Kwa hiyo mtuzi ndo hapo alituwekea zoezi kutumia zile dhamiri za mzungumzaji kuzitungia sentence, na akiacha magepu uweke hizo dhamiri wenyewe. Na ndo tukiona hapa gepu la kwanza ndo tukiweka ana tilmidhatun mujtahidatu, mimi ni mwanafunzi wa kike mwenye kujitahidi. Lakini deshi la pili tukaweka nahnu usratun sa'idatun, nahnu usratun sa'idatun, sisi familia yetu ni yenye furaha. Lakini tukaweka deshi nambari 3 tukaweka ana uhibbu abi wa ummi, mimi nampenda baba yangu na mama yangu. Lakini sentensi ya 4 tukaweka nahnu nal'abu fi nadi, sisi tunacheza katika klabu. Kwa hiyo inawezekana klabu fulani huko unachezea. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ndugu mwanafunzi, unatakiwa kufanyia zoezi haya tuliyoyasoma. Kumbuka leo tulikuwa tuko katika kipengele, cha dhamair, lakini katika kuzichambua hivi dhamair kuna dhamiru dhamairul mutakallim. Tuko katika kipengele dhamiri za mzungumzaji, na tukiziona hizi ziko mbili. Sasa ana tukiona inatumika
lilmufradi almudhakkari, hutumika kwa mwanamume mmoja, walmufradati almuannathati, na kwa mwanamke mmoja. Kwa hiyo inatumika hivyo. Na tukiona mifano, ana talibun, mimi ni mwanafunzi, lakini mwanafunzi mmoja wa kiume. Ana talibatun, mimi ni mwanafunzi mmoja wa kike. Lakini ana muhasibu, nini muhasibu? Lakini muhasibu hapa ni muhasibu wa kiume lakini mmoja. Ana muhasibatun, mimi ni muhasibu wa kike. Lakini tukija katika dhamiri nyingine, nahnu, sisi, inatumika lilmuthanna almudhakkari walmuthanna almuannathati, hutumika kwa uwili wa kiume na uwili wa kike, wa jamu almudhakkari, na wingi wa wanaume, wa jamu muannathati, na wingi wa wanawake. Mithlu, mfano, ana talibat, ana talibata, ana talibani, ana taliba, nahnu talibani, afwan, nahnu talibani, sisi ni wanafunzi wawili. Nahnu talibatani, sisi ni wanafunzi wawili lakini wa kike. Nahnu muallimuna, sisi ni walimu wengi wa kiume. Na nahnu muallimatu, sisi ni wanafunzi wengi wanawake. Pia tukiona ndo zoezi hiyo, mazoezi, tukiona zoezi la kwanza kuwa uweke dhamiri munasiba zenye kwenda mnasaba kwa kila sentence. Kwa hiyo mtuzi amechora sentence, kuna dhamiri kwanza kaziweka hapo katika makausaini, mabano mawili, ambazo ndo zitatumika kujazia hizi sentence zilizo chini. Kwa hiyo ndo akaweka hapo sentence ya kwanza, tukiona tumetia ana tilmidhatu mujtahidatu, na sentence ya pili tukaweka nahnu usratun sa'idatu. Lakini sentence ya tatu tukaweka ana uhibbu abi wa ummi. Lakini sentence ya nne tukaweka nahnu nal'abu fi nadi. Kwa hiyo kufikia hapo tutasimama hapo, tutakuja kuangalia namna ya pili katika hatua yetu ya kuzichambua dhamiri. Usikose kufuatilia darasa hii, kwa sababu tutapata faida nyingi kupitia darasa hii, na tumwombe Allah atufanyie wepesi kuweza kufuatilia darasa hii. Lakini pia usikose kusubscribe na kukomenti, ili tuweze kulipeleka gurudumu letu mbele katika darasa hii. Wa ila huna wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.